na tumekubaliana ya kwamba tutaketi tukubaliane. Na umesikia nikisema leo pale kanisani, Kalonzo amesema, kila mtu amesema, zote tumekubaliana ya kwamba hiyo kiti inaweza kaliwa na mtu mmoja. Hii bendera ya upinzani inaweza peperushwa na kiongozi mmoja, hawezi peperushwa na viongozi wawili. Kwa hivyo zote tumekubaliana, kwa sababu Wakenya wanatuambia wanataka tutoe kiongozi mmoja. Mimi kama Rigathi Gachagua nimesema ni matumaini yangu nitapewa nafasi nipeperushe bendera hiyo, lakini kama sitafanikiwa kupata hiyo nafasi, ikuwe hiyo nafasi itapewa mwingine. Mimi nimetangaza wazi mchana, mimi na wafuasi wangu tutaunga mkono yule ambaye atakubalika ndio atapeperusha bendera ya kupambana na William Ruto. Na mimi nimesikia viongozi hao wote tukiongea, wote wanasema hivyo hivyo. Kwa hivyo ningetaka nihakikishie watu ya mkoa wa Magharibi na Wakenya hasa ya kwamba tumejitolea muhanga kukomboa nchi yetu, na kwa hivyo kila kiongozi ameapa ya kwamba tutakaa pamoja na hatutapigana, hatutawachana, hatutakosana. Tutatoa kiongozi mmoja apeperushe bendera kwa niaba yetu sisi wote na kwa niaba ya watu wa Kenya, kulete mabadiliko katika jamhuri yetu. Na labda tu niongezee swali lingine kuhusu uhusiano dhabiti wa viongozi wa upinzani. Tunaona kwamba nyinyi mko katika, nyinyi kama vigogo mnaongoza mrengo tofauti, na tuko na vijana kama Mheshimiwa Edwin Sifuna anaongoza kikundi kingine cha Linda Mwananchi. Je, unahisi kwamba safari yenu mtakuja kukutana pale mbele, manake agenda yenu ni moja? Wewe umesema kabisa, ni kweli agenda yetu ni moja. Agenda yetu ni one term. Leo Sifuna amekuwa mjini Thika katika ngome langu la kisiasa na timu yake, wamekaribishwa kama wafalme. Wametoka Thika wameenda pale Githurai, ambaye ndio kiingilio ya Mlima Kenya. Hapo ndio ukiingia Mlima Kenya lazima ufike hapo. Wamekaribishwa kama wafalme, kwa sababu ile wanasema, watu ya huko ndio wanasema. Sifuna na watu yake wanasema one term, watu ya mlima wanasema one term. Kwa hivyo wamekaribishwa vizuri sana. Kama wangekuja mambo ya two term wangetolewa mbio, lakini ile wanasema ni ile watu wanasema. Mimi nimekuja Magharibi, nimekuwa hapa siku 3, nimekaribishwa kama mfalme, kwa sababu ile mimi nasema ndio watu ya Magharibi wanasema. Kwa hivyo watu ya Magharibi, wale ya mlima, wale ya Ukambani, wale ya Kisii, wote wanaongea lugha moja. Kwa hivyo sisi na timu ya kina Sifuna hatuna tofauti zozote. Ni matumaini yetu, na nimesikia wakiongea hapo Thika kusema tutatafutana, lakini wacha kwanza kila mtu wasukume. Hao vijana wasukume na sisi tusukume pande hii. Sasa unaona leo imekuwa mzuri sana. Sisi tunasukuma Bungoma, tunasukuma Trans Nzoia, Sifuna anasukuma Kiambu, nasukuma Nairobi. Hii kazi ni mingi. Sio lazima tufuatane sisi yote kama kondoo. Tunataka wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo. Ndio hii mtu tumuhangaishe kila pahali. Na unaona ameanza kukwama kwa sababu yeye sasa amekosa watu ya kumsaidia. Kila mtu amemtoroka. Hata wale watu ya kwake wanashindwa kumtetea, kwa sababu madhara ambaye ameleta Kenya, kumtetea imekuwa ni kazi ngumu. Yeye anajitetea mwenyewe, akienda ng'ambo kazi yake inasimama mpaka arudi. Kwa hivyo sisi hatuna tofauti zozote na mlengo wa kina Sifuna na wengine. Sisi tunaongea lugha moja, na mimi niko na matumaini ya kwamba hapo mbele tutaketi tupangane vizuri, tuangalie jinsi ya vile tutaunda serikali na vile tutaenda hii uchaguzi tushinde kwa maji ni kubwa sana. Katika serikali kuna wale wanaokuwa serikalini wanakuja upinzani, wengine wanatoka upinzani wanaingia serikalini. Ulikuwa serikalini na sasa hivi uko katika upinzani. Magharibi mwa Kenya ni eneo ambalo wengi wanaona kwamba ni sehemu ambayo watu wanakuja kuchukua kura tu wakati wa kampeni, alafu baadaye wanaondoka. Tofauti gani iliyopo kati yako wewe ambaye unakuja Magharibi sasa kuwaomba kura katika maandalizi ya mwaka 2027 na wale wengine ambao pia wanakuja kuomba hizo?
Tofauti yangu na wale wengine ni kwamba mimi naongea ukweli. Najua watu ya magharibi ni watu werefu, ni watu wamesoma, ni watu wanaelewa maneno na wako na nafasi nzuri ya kusikiza yale Rigiji anasema na ya kusikiza ile William Ruto anasema. Mimi nimekuja magharibi kwanza kuongea juu ya mkataba ambaye ulitiwa sahihi kati ya Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kwa upande moja na William Ruto kwa upande mwingine. Na huo mkataba uko hapa na nimeuongelelea sana tangu nikuje, ndio kazi ambaye ilinilete, kwa sababu niliona ni muhimu mimi nikiwa member wa hii familia, nikiwa watu ya magharibi ni cousins wangu, niwaeleze ile mambo ambayo ilikuwa imepangwa ndio wajue. Tarehe 5 mwezi wa 4 2022 William Ruto aliandikiana mkataba na Musalia na Wetangula pamoja, na mshahidi akakuwa Kithure Kindiki. Na hiyo mkataba iko hapa. Na hii mkataba ilikuwa na sehemu mbili. Sehemu moja, nafasi ya uongozi katika serikali ya Kenya Kwanza kama William Ruto atashinda akiwa ameungwa mkono na watu ya magharibi. Sehemu ya pili, matakwa ya watu ya magharibi. Sehemu ya kwanza ilisema William Ruto akishinda atamteua Musalia Mudavadi kuwa waziri mkuu, na hiyo akatimiza, na Musalia akapata haki yake kama mtu binafsi. Pia ikakubalika ya kwamba William Ruto akipata nafasi ya uongozi kama rais wa Kenya atafanya mpango Moses Masika Wetangula ateuliwe kama speaker wa bunge la kitaifa, na hiyo ikafanyika. Moses Wetangula akapata haki yake ya kibinafsi. Lakini kuna mambo mingi sana iliandikwa na iko hapa, yale nahusu watu wa eneo hili, na hapo ndio mimi niko na shida, kwa sababu katika ile maneno yote iliandikwa, ile ilitimizwa ni hiyo peke yake ya kibinafsi ya Musalia Mudavadi na Wetangula. Iliandikwa kwa hii mkataba ya kwamba William Ruto akipata nafasi, kuna maendeleo ambayo atatekeleza katika ngome ya Wetangula na Musalia ambaye ni mkoa wa Magharibi. Nimesikia Musalia akilalamika ati mimi nalete ukabila, ati yeye ni Mkenya na hatutaki tuongee mambo ya Magharibi, tuongee mambo ya Kenya. Lakini mkataba aliandika, hakuandika mkataba ya Kenya, aliandika mambo ya Magharibi. Pursuant to the principles of equity in national development and fair allocation of national resources, the Kenya Kwanza Alliance administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and for Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting 2022 and ending in 2027. Musalia na Wetangula hawakuweka mkataba na William Ruto ya Kenya, waliweka ya Magharibi. Kwa hivyo asiruke, asijifanya ati ni Mkenya saa hii, angeweka mkataba ya Kenya nzima, lakini aliweka mkataba ya Magharibi. Na hawezi toroka kwa hii mkataba. Najua inawakera sana nikizungumzia, lakini mimi nilikuwa pale. Na kwa hivyo mimi nikifika kwa makazi yangu, mimi nitakuwa si muungwana nikikosa kueleza kazi yangu ile mambo yao ilikuwa kwa mkataba na ambaye hajatimizwa. Number 1, completion of all existing incomplete or stored bitumen road projects within aforesaid counties. Ilikuwa mkataba ya kwamba William Ruto akichukua atakamilisha project zote zilikuwa zimeanzishwa katika Magharibi. Tunapoongea leo ni mwaka 4 William Ruto amekuwa kama president wa Kenya, na hii mkataba amekeuka, kwa sababu zile project zote iliandikwa hapa hajafanya. Ya kwanza, rehabilitation ya Kakamega Airstrip haijafanyika. Ilikuwa Luanda County Aggregation and Industrial Park iko Vihiga bado.
Vihiga KMTC Student Housing Project bado. Kakamega County Teaching and Referral Hospital bado. Bungoma Level 6 Hospital hakuna. Trans Nzoia Teaching and Referral Hospital ya 350 bed, kuna kazi ilikuwa ifanywe ya 1.6 billion bado. Bukungu Stadium modernization mpaka wa leo hiyo kazi haijaisha, na ilikuwa imeanzishwa akasema atamaliza bado. Captis Hydropower Project iko Vihiga, ilikuwa ya 6 billion and 7 billion, ilikuwa igenerated 15 megawatts, imekuwa delayed bado. Ukitoka hapo barabara ya Lurambi mpaka Navaholo mpaka Musikoma imekwama tangu akuwe deputy president. Alianzisha akiwa deputy president bado. Hiyo barabara mimi naijua. Barabara kutoka Ibokolo Shiada mpaka Navaholo bado. Barabara ya Lurambi mpaka Shinyalu mpaka Buyangu bado. Nasikia?